Na japokuwa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inahakikishia elimu kama haki ya msingi kwa binadamu, jamii zilizotengwa kama ya Waatha kutoka kaunti ya Kilifi bado zinakumbwa na vikwazo vikubwa katika kupata elimu. Ukosefu wa shule, walimu wachache na rasilimali haba za masomo inaendelea kuwa changamoto inazozima ndoto za wanafunzi wengi. Lakini kama anavyoripoti mwanahabari Levis Musumba, katika kijiji cha Adu, mwanasheria Jefferson Guyo ameibuka kuwa mwanga wa matumaini, akiunganisha jamii yake kukabiliana na changamoto hizi na kupunguza ujinga pamoja na visa vya kuacha shule. Faith Guyathe mwenye umri wa miaka 8 ana ndoto ya kuwa mwalimu bila kujua changamoto zinazokumba jamii yake kupata elimu. Kuongea ukweli, kulingana na hali za huku na changamoto za mila za kwetu, kufundisha watoto ni ile tu nafundisha, akimaliza form 4 tunaachana nao kwa sababu ya hali ya uchumi. Asipokuwa darasani, Faith humsaidia mamake kuchunga mifugo. Hulazimika kutembea takriban kilomita 4 ili kufika shuleni. Mtoto wangu alianza shule Bumbi. Sasa mtoto wangu akienda shule, akirudi mguu umefura, kula ni shida, anaanguka tayari na kulala. Kabidi nikamwachisha shule. Alikaa sana karibu muda kama miaka 6 hivi. Hii Garsemuke nafikiri tuko wengi sana. Maana hiki kijiji chote hiki watoto wengi walianza kusoma juzi. Jamii ya Waatha ni miongoni mwa jamii ndogo zilizoachwa nje ya mfumo wa elimu. Kaunti ya Kilifi bado ina viwango vya chini vya elimu. Kama mimi tayari kama hapa nimejitolea kusimamia hii hali kwa sababu uwezo wa kwenda mbele ilikuwa hatuna. Tulimaliza shule, kwenda mbele na kwa ngumu. Mzazi anaangalia tena wale wanafunzi wengine wenye sasa ndo wanaanza form 4. Wakifika form 4 wanaachwa tu hivyo, wanachukua wale class 8 Hasa tunaona ile mtindo wa kuwafundisha form 4 ndo elimu imeishia hapo. Ukosefu wa shule, walimu wachache na miundombinu duni ya masomo inazidi kuathiri elimu katika vijiji vya wadi ya Adu. Jefferson Guyo, mwanasheria kutoka kijiji cha Adu, sasa ameamua kuchukua hatua. Kupitia kampeni za uhamasishaji, amekuwa akiwashawishi wazazi kuthamini elimu na pia kutafuta ufadhili wa masomo kwa wanafunzi werevu kutoka familia zisizojiweza. Zile changamoto kubwa sana ambazo zilikuwa zinachangia sisi kuomba mradi wa shule ni ile distance ama ile hatua kutoka kijiji cha Divayu, Garsemuke mpaka Habura. Watoto wadogo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kutembea. Mwaka wa 2023 jamii hii ilipata ufadhili kutoka mradi wa KEMSED kujenga shule ya chekechea karibu na kijiji ili kuwawezesha wanafunzi kupata elimu. Nashukuru kwa sababu saa hii mtoto wangu ni mdogo, lakini umri wake mahali umefika. Sasa hata anajua hata kusoma. Ingawa sasa watoto kama Faith wana shule karibu na makazi yao, changamoto bado zipo, ikiwemo upungufu wa walimu na vifaa vya kusomea. Tunahisi ya kwamba KEMSED imetambua jamii ndogo, especially jamii ya Waatha, ni kupitia ile scholarship program. Hata wale watoto wetu kama hapo huku Bombi, kuna watoto wanalipua miaka kule Chamari, wale ambao colleges na universities, pia KEMSED inawalipia. Kwa Faith na watoto wengine katika kijiji cha Adu, ndoto ya elimu bado ni safari yenye vikwazo. Lakini kwa shujaa kama Jefferson Guyo, jamii ya Waatha imeanza kuona mwanga wa elimu. Levis Musumba, KTN. Na mtazamaji, taarifa yake Levis Musumba.